Somo hili ni somo fupi sana, lakini nataka kufundisha tu namna ambayo una uwezo wa kutumia, namna ambayo unaweza kufahamu namna nzuri ya kutumia muda wako. Namna nzuri ya kutumia muda wako. Ni vizuri sana ufahamu kwamba kuna muda ambao unakuwa una nguvu nyingi za kufanya jambo fulani. Kila jambo huwa lina aina yake na uwezo wake wa kutenda kazi. Yaani nguvu, the energy ile ambayo inatakiwa, kila jambo huwa lina energy yake. Sasa masuala ambayo ni more productive, haya ya kiuzalishaji, unapotaka kufikiri kwa mfano, ni lazima ujue ni muda gani ambao wewe uko mzuri sana kufikiri. Lakini sio tu kufikiri, kuna mambo yako unayafanya. Unaweza kuwa ni content creator, unaweza ukawa kama mimi hapa ni content creator, unaweza ukawa ni mfanyabiashara. Wakati wako mzuri wa kufikiria jambo huwa ni wakati gani? Ni vizuri sana tukafahamu kwamba kila mmoja Mungu amemwekea namna yake ya kuweza kufunction. Ukifahamu hilo ni kwamba unakuwa unatafuta muda ule ambao wewe huo unakuwa productive. Kwa bahati mbaya, dunia imetuframe watu wote kama vile tunafanana. Kwamba saa 2 utaenda kazini, saa 11 utarudi nyumbani. Saa 2 utaenda kazini, saa 11 utaenda nyumbani. Wakati kumbe saa 11 ikifika wewe ndo unakuwa productive, alafu ndo unaambiwa nenda nyumbani sasa. Mimi nashauri kila mmoja ajibainishe kwamba wewe ni muda gani unaokuwa productive. Mambo yako yale ya msingi yaweke muda huo. Usiruhusu watu wauchukue huo muda. Kwa sababu kuna watu ni wazuri sana saa 11 mpaka saa 2, saa 3 usiku. Lakini huo ndo muda ambao wanaitwa na marafiki kwenda baa. Ndo muda ambao unatakiwa wapangiwa activities zingine za kanisa, za nini. Yaani ndo muda ambao zinapangwa ratiba zingine. Wakijua kama umeshatoka kazini, kumbe wewe ndo muda wako wa kazi. Kuna watu wengine wanatakiwa waamke saa 9 usiku ndo wanakuwa more productive. Kuja mpaka alfajiri saa 12. Kuna watu wameweka ratiba kabisa kwa mimi bwana, kitu chochote cha maana kinatakiwa kifanywe saa 1 asubuhi mpaka saa 4. Ikishafika tu saa 4, la maana kwangu halipiti. Ukishajifahamu hivyo, kaa hapo. Usiruhusu disruptions. Kama wewe ni wa saa 11, kaa kwenye saa 11 mpaka saa 3 usiku. Kama wewe ni saa 3 usiku mpaka saa 6 usiku, kaa hapo. Kila mmoja, maana yangu ni kwamba tambua muda wako ambao wewe unakuwa mzalishaji zaidi. Utumie kwenye jambo lako, usiruhusu watu wengine wautumie huo muda. Ninasema hivi kwa sababu nimeona watu wengi sana muda wao ambao ndo productive ndo natumiwa na watu wengine ambao wako jamii, imani, wakati mwingine hata marafiki tu wanachukua ule muda ambao ndo wako wakuwa productive, ndo sasa anakuita kwenye kigodoro. Au mwende mahali sasa mkapige mnachotaka kupiga mko mtaani. Wakati muda huo ndo wewe sasa ulitakiwa ufanye kazi yako ya maana. Waruhusu wachukue ule muda mwingine ambao unajifahamu kabisa kwamba mimi kwa kweli muda huo huwa hata nifanye nini akili yangu huwa haisomi. Waruhusu wachukue huo muda ambao akili huwa haisomi. Lakini pale ambapo inasoma, soma kweli, kaa pale, fanya kazi yako, usiruhusu mtu atumie muda wako huo. Ukifanya hivyo, ninavyosema sasa hivi, utakuwa more productive, utaongeza uzalishaji wako kwa sababu ya namna tu unavyotumia muda. Hiki kitu nimekirekodi ni kifupi lakini kina maana sana. Naomba wasukumie watu wengi sana wanaoharibu muda wao wa uzalishaji, hasa ule wanaojitambua kwamba wao muda huo ndo muda wa kazi. Wasiupatie kufanya muda wa michezo, wa mizaha, wa kwenda klabu, wa kwenda kuharibu mambo. Vinginevyo uwe ndo muda wake. Kama anakwenda klabu kuzalisha aende. Kama anakwenda sehemu nyingine kufanya akazalisha aende. Lakini muda wa uzalishaji utumike na uheshimike kwenye uzalishaji. Asante kwa kunisikiliza. Naamini umepata kitu ni kidogo lakini cha maana sana. Kitakuongezea mapato maisha yako yanayofuata.